kwanza. Heri kabisa, vipi mambo? Mimi namshukuru Mungu niko poa. Shabiki wa Young Africans. Kabisa na mwanachama, sio tu shabiki. Mwanachama mwenye faida. Mwanachama mwenye faida. Bwana, nataka tuziangazie taarifa zinazokuwa zikihusu bwana mdogo Faisal Salum Abdalla. Fei Toto kurejea katika viunga vya Young Africans. Vipi? Wana Young Africans, wananchi mnasemaje? Arejee katika viunga? Ni hali ameshaandika kwenye Instagram page yake. Home is home. Kwa upande wangu mimi kama mwanachama wa Yanga na mshabiki wa Yanga na mpenzi wa Yanga, nasema kama atarudi itakuwa poa, kwa sababu ni mchezaji mzuri. Kama atarudi itakuwa poa. Mimi kwangu ana baya. Unajua maisha ya mpira yana muda wake ndio unaruhusu yeye afanye mambo yake. Kwa hiyo kama anaruhusu kufanya mambo yake, basi inabidi afanye ipasavyo. Kama yuko sahihi, mawazo yake yamemshauri sawa kurudi Jangwani, arudi. Si tuko radhi. Lakini nyinyi ndio mlikuwa kwanza kumtukana kipindi anaondoka Yanga. Tuiweke sawa. Kula ugali sukari alikuwa Faisal, anakula sijui maandazi alikuwa Faisal, maandazi na sukari bora nini? Faisal na maandazi bora maandazi. Si nyinyi mashabiki wa Yanga Africans mlikuwa mkiimba nyimbo hizi? Kwanza hayo maneno hayakusemwa na kiongozi wa Yanga. Alikamu si kiongozi wa Yanga. Hayo maneno, unajua watu wengi mnataka kuipa Yanga lawama. Hayo maneno yalianza kwake, kwamba mimi sijui nakula ugali na sukari na nini. Kwa hiyo ndio watu nao wakakonkludi hivi yale maneno wakayarudisha upande wa pili, akaendelea kusemwa. Lakini sio kama Yanga sisi tukasema kwamba Faisal toka bwana, ufai mshamba sijui anajui mpira. Hakuna kitu kama hicho, ila yeye kwenye nafsi yake kutokana na maneno ambayo alipewa alipata maumivu, akaamua kuongea alichokuongea, na mimi naamini ilikuwa utoto. Ulikuwa utoto. Sasa hivi amekuwa miaka mingapi toka ule mpaka sasa? Miaka mingapi toka yale mpaka hivi sasa hivi? Au wewe sasa hivi ana hela? Pia nakuuliza kuna miaka mingapi toka pale mpaka hivi sasa? Miaka karibia miwili. Kwa hiyo unadhani kama alikuwa na miaka 18 bado ana 18? Sasa ndio ukubwa huo. Nataka tuliangazie hili nyingine kuhusiana na leo mchezo Young Africans dhidi ya Stand United. Unasemaje wana? Yaani mechi ya leo wewe andika Stand kaumia. Andika ameumia. Ikitokea tuombei, ikitokea Young Africans atafungwa na Stand United dakika za jioni, itakuwa ndio mpira. Ndio mpira. Utakubali au ndio nyinyi mtaanza kama yale ya watu wengine? Wakung'oa viti. Kwani kuna watu katika taifa hilo wanang'oa viti? Wewe kuna watu hauogopi Benjamin Mkapa wewe. Wanang'oa viti kiloma. Hauogopi Benjamin Mkapa. Mimi nakwambia hivyo. Kwani wewe ukifuata rekodi kuna mara ngapi? Hao jamaa wanavua viti pale taifa, wanavua viti kweli kweli. Tabia zao. Ikitokea kufungwa dakika za mwishoni jambo la kawaida. Unajua hata wakati anachukua Spain kombe la dunia anamfunga Mjerumani, ilikuwa dakika za mwishoni. Wanafungwa goli moja, mechi inaisha, watu wanabeba mwali wanaondoka. Wewe unatokea kwenye matokeo ya football, haitakuwa ajabu Yanga kufungwa dakika za mwisho. Bwana, mimi nataka kusikia jambo. Kuhusiana na huyu bwana mdogo sasa. Ndio. Nyinyi mnapomuona kuna kitu anaweza akaja kaongeza ndani ya Young Africans kwa performance hii ambayo alionyesha mwaka jana akiwa chini ya kocha Yusuf Dabo. Mwaka huu bado yuko na Azam lakini yuko chini ya kocha Richard Tausi. Kuna kitu mnakiona Faisal ameongezewa na mnakiona anaweza kaenda kupiga port ndani ya Yanga? Kwanza ukiacha ufundi wa makocha na benchi la ufundi kwa ujumla, yani yeye mwenyewe Fei kama Fei mpira anajua. Fei kama Fei mpira anajua. Yani ukiacha ile utaalamu wa mwalimu na nini, kwa sababu mwalimu hakufundishi kucheza mpira, ila mwalimu anakufundisha nafasi za kupitisha mipira sehemu husika na muda sahihi. Jukumu la kucheza, piga pasi, sijui piga shuti, ni maamuzi yako wewe mchezaji. Kwa hiyo ukitoa vitu hivyo tu, kabla hata mwalimu Fei mwenyewe mpira anajua. Kwa hiyo akija Yanga kama hivyo unavyosema, akija kuongezeka na watu wengine waliopo pale, akiwakuta kama mfumo ta create mapema, basi atakuwa fundi, timu ataisaidia. Ataisaidia timu. Ataisaidia timu. Na naiona ana uwezo kwenda kuanza moja kwa moja katika kikosi. Kwenye kikosi cha Yanga sio unajua sio Tanzania tu. Fei timu yoyote unaweza ukampeleka na anaanza kwenye kikosi. Timu yoyote unampeleka anaanza kwenye kikosi, sio Tanzania. Kama Selemani Mwalimu katoka hapo moja kwa moja kaingia Wydad, atakosaje Fei kwanza kwenye timu yoyote? Selemani Mwalimu katoka Fountain Gate anaanza Wydad.
itakuwaje wewe Faisali anavyojulikana Tanzania ya Afrika Mashariki yote sijui East Africa ashindwe kuanza kwenye kikosi cha timu yoyote? Tegemea na mpinzani ambaye hiyo itakuwa dharau. Yaani ukimwacha benchi nje Faisali, kwa hiyo itakuwa binafsi zako yani. Maamuzi. Wewe sasa kwamba huyu dogo ngoja kwanza asulie, mimi baadaye hapo ndo itakuwa dharau, lakini sio kwamba eti ana kiwango uongo. Kwa hiyo akija pale kwa mfano ndo akikutana na kina Azizi, naona bado ana uwezo. Anacheza. Azizi asubiri. Kwani sasa hivi Azizi si anasubiri au asubiri sasa hivi? Azizi sasa hivi si anatokea benchi, anaingia ndani na anacheza afa mechi inaisha au? Kwa nini asianze? Na akija vile vile kama yupo Afei Azizi akija vile vile ataendelea. Watajua wenyewe atakayeamua nani aanze nani amalize hivyo. Bwana, watu wanajua wameenda mbali sasa hivi. Kidogo kuna ile post yake ambayo alijua mpira na golikipa akaonekana anaenda kukumbatia kocha wa Yanga. Ndio. Lakini watu wakastaajabu ya Musa kuyaona ya Firauni baada ya kijana kuandika ile kauli yake. Home is home. Sasa tujaribu kuyaunganisha matukio mimi na wewe kwa faida ya wasikilizaji. Tukio la kwanza ule mpira kupigwa, ball control ikakataa, lakini akaenda kumkombatia kocha wa Young Africans. Alipomaliza pale akaenda kuandika kwenye Instagram page yake home is home. Faisal hapa anatengeneza kitu cha namna gani? Kwanza kama uwanjani vile unavyosema alienda kumkumbatia kocha, alikosa balance. Alivyogeuka mtu wa karibu kumkumbatia ili asianguke alikuwa ni kocha. Itabidi afanye jina kocha, binadamu naye na pia ni mtoto kwa yule. Ikabidi amshikie ili mradi asije asianguke. Kuna baya? Hamna baya. Huo uandishi alienda kuandika kwenye Instagram yake home is home. Hayo ni maneno. Yoyote anaweza kuongea. Ila nyinyi mnaona anaweza kurudi nyumbani. Inawezekana. Na thamani hiyo kwa pesa aliyopia na ile dau yake ambayo Azam pia wameitoa bilioni 1, nyinyi mna uwezo wa kuitoa. Inawezekana. Simba je? Hata Simba siwezi kuwazungumzia. Yaani Simba siri yao. Ila mimi umeniulizia kuhusu Yanga na kuelezea kuhusu Yanga. Simba waachie wenyewe. Mimi siwezi kukaa kujaji Simba anaweza au hawezi. Yaani kama anaweza mfuko wake, hawezi mfuko wake. Ila Yanga akitaka anaweza. Yanga akitaka anaweza. Simba shauri yake. Lakini mnaona wanaweza. Simba. Sasa kama watu wameshindwa kumiliki jengo, atawezaje kumiliki mtu wa samani? Sio anamiliki frame tu moja Kariakoo pale, ndio hiyo ndio ipo na klabu ya Msimbazi, frame moja kama mtu anauza vipodozi. Au unaongopa? Sasa ndani vipo, ukipita wewe nenda leo pale Msimbazi. Kaulize jamani, hapo klabu ya Simba iko wapi? Utaonyeshwa hiyo hapo au utaambiwa angalia kule juu? Utaambiwa hiyo angalia juu. Utaambiwa angalia juu. Haya, nenda Jangwani, kaulize klabu ya Yanga. Sasa nani ana mamlaka makubwa hapo? Bwana, unawaambia nini watu wanaotaka kumfananisha Faisal na Morris? Kwanza huyo mtu mwenyewe unayemsema Morris mimi simjui, sitaki kabisa kumzungumzia, sijamuona. Sinaga principle ya kumzungumzia mtu ambaye sijamuona, simfahamu. Asipaswi kumzungumzia, simjui. Bwana, mimi niweke nukta yangu hapa, nikushukuru sana kwa leo. Asante sana bwana, pamoja.